Endeleza lile somo letu kuhusu sikukuu ya Waisraeli ya mikate isiyotiwa chachu. Mojawapo ya zile sikukuu 7 za Waisraeli ambazo anapozifunua Mungu kwa Waisraeli anazitumia kama ufunuo wa mambo yatakayofanyika katika kukamilisha ukombozi wetu ndani ya Kristo Bwana. So tulishaangalia swala la Pasaka, na tangia Jumapili iliyopita tulikuwa tukiangalia swala la sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na tukasema ya kwamba sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, sababu kubwa ya sikukuu hiyo na umuhimu wa sikukuu hiyo ni vile Kristo atakuja kuondoa dhambi. Chachu ilifananishwa na dhambi na uharibifu, na katika kuondoa chachu katika makazi yao, Mungu alikuwa akitangaza ya kwamba ndani ya Kristo dhambi itaondolewa. Na tukasema wale waliondoa chachu kwa kipindi cha siku 7, ambayo 7 inaashiria muda mkamilifu, na Kristo atakapoiondoa dhambi katika kutimiza sikukuu hiyo, ataiondoa dhambi kwa wakati mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, kiini chake ni kuondolewa uharibifu, ni kuondolewa dhambi kutakapofanyika ndani ya Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15, ningetaka tusome mstari wa 23, 24 na 20 hadi 26. Inasema hivi: So when the corruptible shall have put on incorruption, and this mortal have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O grave, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Bwana asifiwe. Inasema wakati kuharibika kutavalishwa kutoharibika, wakati kuharibika kutaondolewa kikamilifu na kumezwa na kutoharibika, basi litatimia lile neno linalosema mauti imemezwa katika ushindi. Mauti imemezwa katika ushindi. Kisha inauliza, mauti, uko wapi uchungu wako? Na kaburi, uko wapi ushindi wako? Na inasema ya kwamba uchungu wa mauti ni dhambi, na uweza wa dhambi ni torati. The sting of death. Sting kwa ile njia inaweza kueleweka haraka haraka ni kama ile kitu nyuki inatumia kudunga mtu. Kuna kitu nyuki inatumia kukudunga, hiyo ndio inaitwa sting, ama ule uchungu unaotokana na kudungwa huko, hiyo ndio sting. Inasema sting ya mauti ni dhambi. Sting ya mauti ni dhambi. Kwa hivyo bila dhambi
mauti haina hiyo uchungu, haina hiyo kitu cha kudunga mtu ili asikie uchungu. The sting of death is sin. Bila dhambi mauti imeshindwa. Bila dhambi mauti haina uwezo, kwa sababu nyuki ukitoa hiyo kitu haitakuwa na tofauti sana na inzi, si ndio? Ukitoa nyuki ile kitu ya kudunga haitakuwa tofauti sana na inzi. Unaweza kuona mtu akisuguliwa na inzi hana shida sana, lakini akisuguliwa na nyuki akona shida, kwa sababu anajua vile inaweza kumfanya, si ndio? So mauti dhambi ikiondoka, mauti inakosa nguvu. Na tukasema ya kwamba mikate isiyotiwa chachu, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ni kuondoa dhambi. Ni kuondoa dhambi. Na dhambi ikiondoka, mauti imeshindwa. Anasema mtume Warumi 5, vile dhambi iliingia kupitia kwa mtu mmoja, na wakati dhambi iliingia, mauti ikaingia. Kwa sababu mauti ni kama mpanda farasi ambaye anapanda farasi aitwaye dhambi. Dhambi ikiondoka, mauti imeshindwa. Na kusudi la Mungu katika ukombozi limeandikwa kikamilifu. Injili has been summarized. The gospel has been beautifully summarized in John 3 verse 16. For God so loved the world that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Dhambi ikiondolewa, mauti imeshindwa, na mauti ikishindwa, watu wa Mungu wanaweza kuishi katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. So sikukuu hii ni muhimu kwa sababu inaondoa dhambi na kuwezesha watu wa Mungu kuishi katika uzima wa milele. Amen. Uzima wa milele hauwezi kufunuka kabla dhambi haijashindwa. Ndio kwa maana Wakorintho imesema dhambi imemezwa na ushindi. Haijaondoka tu dhambi, mauti haiondoki tu kwa sababu ya jambo lingine lolote. Mungu ameishinda mauti kwa sababu ameshughulikia swala la dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So last week tuliona kuhusu mambo mengi ambayo tuliyaongea kuhusu dhambi na sitaki kuyarejelea. Ningetaka tuendelee ili tuweze kutamatisha somo hilo siku ya leo. Lakini kuna kitu ningetaka niseme kabla tuendelee. Nilisema Jumapili ya kwamba dhambi ni uweza. Dhambi ni uweza wa giza ambao unashika watu mateka na kuwafanya maadui wa Mungu. Sin is a spiritual power. Bwana asifiwe. Uweza wa dhambi ndio unasababisha watu kutenda matendo ya dhambi. Na tukasema yale matendo ya dhambi ni ishara ya kwamba dhambi inatawala mtu. So first and foremost, dhambi ni uweza wa kiroho na ni Bwana ambaye anashika watu mateka. Na dhambi ama uasi tunajua ulianza mbinguni na Shetani akateremshwa hapa duniani akamuingiza mtu katika uasi. Watu wote wakafanyika waasi wa Mungu. Uasi ni nguvu za dhambi. Hiyo ni moja. La pili niseme ya kwamba wakati uweza wa dhambi unamtawala mtu, hata baada ya dhambi uweza huo kushindwa, kuna madhara ambayo yanabaki ndani ya mtu, ambayo yanabidi Mungu ayashughulikie. Mtu akigojeka muda mrefu,
For example, ugonjwa kama wa saratani ambao ni mgonjwa mkubwa sana, anaweza kutibiwa hata akatangazwa sasa tena hana virusi vya saratani ndani yake, lakini kwa sababu ya vile hivyo virusi ukandamiza mwili wake, hata baada ya virusi hizo kushindwa, inabidi mwili wake kuchukua muda kabla ya kurejelea uzima wake kamili. Amen. Sijui kama hiyo inaeleweka. Unaweza kutangazwa ya kwamba umepona, hauna tena virusi vya saratani ama ugonjwa mwingine wote mbaya, lakini hata wakati unatangazwa hivyo, mwili wako umedhoofika kiwango ambacho unahitaji kutunzwa vizuri ili urejelee hali yako ya kawaida. Na kama tulivyosema Jumapili ni kwamba hakuna ugonjwa ambao unaweza kutajwa ambao ni mbaya kuliko ugonjwa wa dhambi. Hakuna. Kwa sababu magonjwa yote mengine yanadhuru mtu katika level ya mwili, lakini ugonjwa wa dhambi unamdhuru mwanadamu katika upeo wa nafsi. Na hata wakati dhambi imeshindwa, nafsi za watu zinakuwa zimedhoofika kiwango ambacho lazima Mungu awafanyie kazi watu ili waweze kuwa mahali ambapo wanataka wawe. Amen. Haya ni mambo mawili tofauti. Uwezo wa dhambi na madhara ambayo uwezo huo unamfanyia mtu, hata kufikia kiwango ambacho baada ya dhambi kushindwa bado Mungu anashughulikia madhara ambayo dhambi ilisababisha ndani ya mtu. Bwana asifiwe sana. Hiyo inaeleweka? So tusichanganye mambo hayo mawili. Kuna uwezo wa dhambi na kuna madhara ambayo dhambi ilisababisha ndani ya watu ambayo Mungu anayashughulikia hata baada ya dhambi kushindwa. Nilifikiri ni muhimu niseme hayo ili jambo hilo lisiweze kutuchanganya. Na niseme tunamshukuru Mungu kwa sababu mafundisho haya, najua mafundisho haya ni mafundisho ambayo hata wengi wahudumu wachungaji wanatamani kuyasikia. So tunamshukuru Mungu kwamba ameruhusu tusikie mambo haya katika ushirika wetu huu, na tunanyenyekea sana mbele zake kwa sababu ya kumwambia ni asante. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu ameishinda dhambi. Mungu ameishinda dhambi. Sio watu wameshinda dhambi. Kama watu wangeweza kushinda dhambi, hakukuwa haja ya Bwana Yesu kuja kuokoa watu na dhambi zao. Bwana asifiwe. Na Mungu ameishinda dhambi kwa namna ama kwa njia kadha wa kadha. Njia ya kwanza ama jambo la kwanza ambalo Mungu ameishinda dhambi ni kwamba Mungu ameiadhibu dhambi kikamilifu. Bwana asifiwe. Hata hiyo ingie. Mungu ameiadhibu dhambi kikamilifu. God has punished sin to the full in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura yake ya 34, Exodus 34 verse 5 to 7 inasema hivi, naweza kuandika nitakusomea. Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama naye huko akilitangaza jina la Bwana. Hapa ni wakati Musa alisema anataka kuona utukufu wa Mungu. Nasema Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja na Musa huko akilitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake
akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia. Bwana asifiwe. Hiyo ya mwisho ndio nilikuwa na haja nao sana. Mungu hawezi kumhesabia mtu muovu ya kwamba hana hatia. Hawezi kumpoint mtu muovu aseme huyu hana hatia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kila Mungu anafanya ni kushughulikia hatia ya huyo mtu kikamilifu. Hatia ya huyo mtu ikishashughulikiwa kikamilifu, kwa vile imeshughulikiwa, sasa Mungu anaweza kusema huyu hana hatia. Bwana asifiwe. Amen. Mtu akipelekwa kotini ahukumiwe kifungo cha miaka 3 gerezani kwa sababu ya makosa aliyoyafanya. Akishatumikia kifungo chake cha makosa yake, kutoka kutumikia punishment yake hiyo, anapotoka gerezani anatoka bila hatia. Polisi hawezi kumngojea pale amshike tena. Atasema mimi sina hatia, kwa sababu hatia aliyokuwa nayo ameilipia kikamilifu. Bwana asifiwe. Hatia aliyokuwa nayo ameilipia kikamilifu. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba zamani, labda mchungaji Isa atakumbuka, ulikuwa unasema shetani aambiwe sina deni na yeye. Bwana asifiwe. Na hiyo deni ilikuwa mimi nilijua hiyo deni iko, lakini imelipwa kikamilifu msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu hata mhesabia mtu muovu ya kwamba hana hatia. Kila mtu Mungu atafanya ni kushughulikia hatia ya huyo mtu kikamilifu, ili hadi huyo mtu asimame mbele za Mungu bila hatia yoyote. Amen. Na katika kuishinda dhambi, Mungu ameiadhibu dhambi jinsi Mungu angetaka dhambi iadhibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni muhimu sana, kwa sababu ni msingi hasa wa Ukristo. Ni msingi hasa wa Ukristo. Na mafundisho ya Injili inasema hivi, hakuna mtu ataenda mbinguni ama kuingia katika uzima wa milele kwa sababu hakutenda dhambi. Hakuna mtu mmoja ataingia katika ufalme na uzima wa milele kwa sababu yeye hakutenda dhambi. Hakuna. Sio kabla ya kuamini ama baada ya kuamini. Bwana asifiwe. Hakuna mtu ataingia katika uzima wa milele na ufalme wa mbinguni kwa sababu kabla ya kuamini hakutenda dhambi ama baada ya kuamini hakutenda dhambi yoyote. Amen. Wale wote ambao watajipata katika uzima wa milele na ufalme wa milele ni kwa sababu dhambi yao ilishughulikiwa kikamilifu na Mungu wa mbinguni kupitia kwa Kristo Bwana. Amen. That is the message of the gospel. And that is why the Lord Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Bwana asifiwe sana. Ndio kwa maana sikukuu hiyo ni muhimu. Katika Kristo Mungu ameiadhibu dhambi ya ulimwengu kiwango cha kutuliza ghadhabu yake dhidi ya dhambi. Bwana asifiwe. Sijui kama umewahi kukasirika na kitu ama mtu. Ukasikia
utulie, kuna mambo kadha wa kadha unatakikana ufanye. Either umpige mpaka usikie hasira yako imeisha, ama umtusi. Kuna mtu anaweza kukutusi mpaka ukasikia uchungu na atakuguza. Anakutusi kabisa, anasikia bado anaendelea kukutusi hadi asikie amekuadhibu vya kutosha. Bwana asifiwe sana. Kwa nini anasema mimi siwezi lazima nimfanyie hiki na kile ili nisikie nimetulia? Mungu katika Kristo ameiadhibu dhambi kiwango cha adhabu yake dhidi ya dhambi kuondoka. Bwana asifiwe sana. Yaani Mungu ameridhika na adhabu juu ya dhambi ambayo Kristo Bwana ameadhibiwa kwa ajili ya dhambi yako na kwa ajili ya dhambi yangu. Dhambi yako na dhambi yangu Mungu ameiweka ndani ya Kristo, kisha amemuadhibu kiwango cha Mungu kusema nimeadhibu dhambi kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile kama tunaandamana Isaya 53. Chuo cha nabii Isaya 53. Nataka nikimbie kwa sababu ya muda. Nafikiri nitakimbia. 53 mstari wa 4 na wa 6 inasema, hakika inaongea kuhusu Masia, Bwana Yesu. Hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni yetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Amepigwa na nani? Na Mungu na kuteswa. Tulimdhania amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu yetu ilikuwa juu yake. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Bwana asifiwe sana. Kichapo ambacho alikipokea Bwana Yesu, adhabu ambayo aliipokea Bwana Yesu ilikuwa ni adhabu yetu. Alijeruhiwa kwa makosa sio yake, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ambayo ilihitajika sisi tuadhibiwe ili kuwe na amani miongoni mwetu na Mungu, yeye ndiye aliadhibiwa, ili akishaadhibiwa hivyo kuwe na amani kati yetu na Mungu. Amani ni upatanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile adhabu ambayo ilihitajika tuadhibiwe ili kuwe na upatanisho miongoni mwetu na Mungu, yeye ndiye aliyeadhibiwa. Amen. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana asifiwe. Nasema mstari wa 6, sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu ameugeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Bwana asifiwe. Mungu alichukua maovu ya ulimwengu mzima. Maovu ya ulimwengu mzima aliyachukua akaiweka juu yake. Na baada ya kuweka uovu wa dunia mzima juu yake, akamuadhibu. Akaadhibiwa kwa sababu ya maovu hayo, kiwango cha Mungu kuridhika ya kwamba nimeiadhibu dhambi kadri dhambi inavyopasa kuadhibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kuadhibu dhambi, na mambo haya yanafanyika ili kushinda dhambi. Mambo haya yanafanyika ili dhambi ishindwe, ikose madai yoyote ya kumdai yeye aliyemwamini Bwana Yesu.
Isaia hiyo ukienda mstari wa 8 inasema, kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Walimuonea na wakamhukumu bila haki, wakamuondoa. Na kumuondoa ni kumaanisha kumuua. Si ndio? Aondolewe. Si ndio tulisema hapa Jumapili? Kumuondoa ni kusema aondolewe, auawe. Na kumbe wanapomuondoa bila kujua kwao, katika kumuondoa yeye wanaiondoa dhambi ya ulimwengu kulingana na mawazo na mipangilio ya Mungu. Walimuonea, wakamnyima haki, wakamhukumu, wakamuondoa. Na maisha yake ni nani atakaye isimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wengi. Bwana asifiwe sana. Katika Kristo Mungu ameiadhibu dhambi kikamilifu. God has punished sin to the full. Mstari wa 10 hadi wa 12, lakini Bwana aliridhika kumchimbua. Amemhuzunisha. Utakapomfanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Bwana asifiwe. Nafsi yake imefanywa kuwa dhabihu kwa dhambi. Utaona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake. Bwana asifiwe. Baada ya kuondolewa, baada ya kupigwa na kuteswa na kuonewa na kuhukumiwa na kuondolewa, kumbe bado ataona matokeo ya sadaka yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake. Hiyo ni kumaanisha atafufuka na kujionea. Mahali pengine neno linasema kwa ajili ya raha iliyowekwa mbele yake, Bwana Yesu alidharau uchungu na aibu ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu aliona ni nini baada ya mateso yake kitakachotokea. Amen. Inasema ataona mazao ya taabu ya nafsi yake. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki. Amen. Naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamwagia sehemu moja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja na walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa. Akahesabiwa pamoja na hao wakosao, lakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Bwana Yesu asifiwe. Alishughulikia dhambi kwa kuiadhibu dhambi kikamilifu. Alitesekea dhambi. Kristo alitesekea dhambi ili sisi tusiteseke kwa dhambi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. I pray that this can be understood. Alichukua mahali petu kuitesekea dhambi ili mateso hayo ya dhambi sisi tuepushwe nayo. Bwana asifiwe. Aliteseka kwa niaba yetu ili sisi baada ya kuteseka kwake sisi tusiteseke na mateso hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. He suffered for sin. Petro anasema, Petro wa kwanza 3 mstari wa 18, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu.
mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa. Aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki akiteswa kwa wasiokuwa haki. Mambo haya Mungu anayafanya ili kuondoa dhambi, kwa sababu Mungu ni wa haki na yeye ni mkweli. Lazima afanye mambo yake yote kwa haki, kwa sababu asili yake ni haki. Amen. Kama ni kuiadhibu dhambi, lazima aiadhibu kwa haki. Kama ni kuokoa watu, lazima awaokoe kwa haki. Hakuna mtu, hakuna uweza utakayemwelekezea Mungu kidole kusema hapa haukufanya haki. Lazima mambo yake yote yafanyike kwa haki, kwa sababu yeye asili yake ni haki na hawezi kujikana jinsi alivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasikia siku hizi, hasa kizazi cha siku hizi, mtu anaweza kufanya mambo mabaya, alafu ukimuuliza amefanya mambo hayo kwa nini, anakuambia that is me, mimi niko hivyo. Ndio? Hasa kizazi cha sasa. Anafanya mambo mabaya kisha anasema that is me, mimi niko hivyo. Anataka kukwambia usione ni kama ni jambo amefanya hivyo, ataendelea kuwa hivyo kwa sababu hataki kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni haki. Mungu ni haki. So Kristo ameteseka kwa makosa yako na makosa yangu, dhambi yako na dhambi yangu. Na Mungu hawezi kuwa mwenye haki kama Kristo atateseka kwa dhambi zangu kisha na mimi niteseke kwa dhambi hizo. Bwana asifiwe. Kama mtu amekulipia deni, unajua ukiwa na deni ya mchungaji Isaya 5,000 na yeye anakukibiza bio, mimi nikulipie, nikwambie nimemlipa mchungaji Isaya deni yako ya 5,000. Mchungaji Isaya hana haki kuita kwako asubuhi kudai 5,000. Atakuwa si mwenye haki. Ati kwa sababu haukumpatia kwa mkono wake. Si ndio? So Mungu ameishughulikia dhambi, ameitesa. God has already punished sin the way God knows how to punish sin, and God has done that in the person of the Lord Jesus Christ. Amen. Sin has been punished already in the person of the Lord Jesus. Because ili dhambi iondolewe, Mungu anaiondoa dhambi kwa sababu haja yake kubwa ni watu wawe na uzima wa milele. Amen. Na dhambi haiwezi kuruhusu watu kuwa na uzima wa milele kama dhambi haikushughulikiwa. So anainamazisha dhambi ili watu wapate kwa haki ya Mungu uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa sababu yeye ametolewa na Mungu awe kipatanisho. 1 John 4:9-10. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 4 mstari wa 9 na wa 10 inasema, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanae pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanae kuwa kipatanisho cha dhambi zetu. Awe kipatanisho cha dhambi zetu. Yaani yeye alimtuma mwanae aondoe dhambi ili sisi na Mungu tupatanishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliondoa dhambi ili tupatanishwe na Mungu. Hiyo inamaanisha dhambi ndio ilisimama kati yetu na Mungu, kama nilivyoonyesha hapa siku ya Jumapili. Inapoondolewa tunapatanishwa na Mungu. Hiyo ni jambo moja ambalo Mungu ameifanya kuishinda dhambi. Ameiadhibu dhambi kikamilifu.
So walioamini, neno linasema Yohana 3:18, yeyote amwaminie hahukumiwi. Bwana asifiwe. Yeyote amwaminie hahukumiwi. Kwa nini? Kwa sababu tayari dhambi imehukumiwa katika Kristo na imeadhibiwa kikamilifu. Asiyeamini anaadhibiwa na anahukumiwa. Anasema Warumi 8, there is now therefore no condemnation to them who are in Christ Jesus. Why? Because their sin has already been condemned and punished. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo lingine ambalo Mungu amefanya ili kuinyamazisha dhambi milele ni kuamua kutowahesabia watu makosa. Bwana asifiwe sana. Tunajua sote ambao tunasomi wa Biblia ya kwamba Kristo anapokufa, tulisema Jumapili, anashughulikia dhambi hata ile ya Adamu. Na ni kupitia kwa dhambi ya Adamu ambao wanadamu wote walihukumiwa mauti. Kwa hivyo inapoondolewa dhambi ya Adamu, hukumu ya mauti inatoka. Bwana asifiwe. Tunamakinika. Watu hawafi kwa sababu ya zile dhambi wanazozitenda. Hukumu ya mauti iko juu ya kila mmoja anayezaliwa dunia hii, hata awe mzuri namna gani. Hukumu ya mauti iko juu yake, kwa sababu ni kupitia dhambi ya Adamu ukoo wote wa watu umehukumiwa mauti. Kama dhambi ya Adamu imeadhibiwa katika Kristo na imeondolewa, hiyo inamaanisha hukumu ya mauti kwa ajili ya dhambi imeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kunyongwa mara mbili ukihukumiwa. Tulisema wale watu wako kwa condemned cell ni hatari, wanalindwa vizuri kwa sababu adhabu yao ni mauti na hawawezi kufa mara mbili. Si ndio? Tumehukumiwa mauti ndani ya Adamu, lakini Kristo ameshughulikia dhambi ya Adamu. Ameondoa ile hukumu ya mauti ilikuwa juu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ameamua kutowahesabia watu wake dhambi. Wakorintho wa pili 5:19. Wakorintho wa pili 5:19. Inasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Asiwahesabie watu makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Warumi 4:8. Heri mtu ambaye Bwana hamuhesabii dhambi. Haya alisemwa na Daudi kitambo. Akasema heri mtu ambaye Bwana hamuhesabii dhambi. Hakusema heri mtu ambaye hajatenda dhambi. Alisema heri mtu ambaye pamoja na kutenda dhambi kwake Mungu hamhesabii dhambi. Na Daudi alikuwa na sababu ya kusema hivyo. Kwa sababu kama angesema heri mtu asiyetenda dhambi, yeye hangekuwa katika orodha hiyo. Alikuwa mmojawapo wa watu ambao walitenda dhambi. Lakini alisema heri ni mtu ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Na kwa sababu ya kuamua kutowahesabia watu dhambi, Mungu hakuegemeza haki kwenye sheria. Kwa sababu bila sheria dhambi haihesabiwi. Ni kwa sababu ya kutotaka kuwahesabia watu dhambi, Mungu aliondoa haki isiegemezwe kwa sheria, iegemezwe kwa neema. Kwa sababu haki ikiegemezwa kwa sheria, lazima watu waadhibiwe kulingana na hiyo sheria.
watu wakiwa chini ya sheria lazima wahesabiwe haki kulingana na hiyo sheria, na lazima waadhibiwe kulingana na hiyo sheria. Na kwa kutaka kuondoa haki katika misingi ya sheria, ndio kwa maana Mungu akaiondoa haki kwa sheria, akaiegemeza juu ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the reason why God removed righteousness from the law and pegged it on grace, ili kuishinda dhambi. Na jambo lingine haraka kwa sababu maandiko ni mengi, lakini sina wakati wa kuyasoma. So Mungu ameiadhibu dhambi kikamilifu, kisha ameamua kuto wahesabia watu wake dhambi. Hizi ni steps ambazo Mungu amezichukua za kuishinda na kuiondoa dhambi milele. Na Mungu anaishinda dhambi pia, kama tulivyosema, baada ya nguvu za dhambi kushindwa ndani yetu, Mungu anaendelea kuishinda uwezo wa dhambi kwa kushughulikia madhara ya dhambi ndani yetu kupitia kwa utakaso. Nguvu za dhambi zimeshindwa, lakini udhaifu wa dhambi na madhara ya dhambi bado yanaonekana katika nafsi zetu. Anaendelea kututakasa kutokana na madhara ambayo dhambi ilisababisha juu yetu kwa uweza wake katika utakaso. Utakaso ni kusafisha nafsi zetu kutokana na uchafu wa dhambi. Baada ya nguvu za dhambi kushindwa, uchafu wa dhambi uliosalia Mungu anauondoa kwa njia ya utakaso. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hatimaye nguvu za dhambi zitakuwa zimeshindwa, kwa sababu zimeshindwa, na pia madhara ya dhambi yaliyoachwa ndani ya nafsi zetu yatakuwa yameondolewa kabisa. Tutasimama mbele zake kama watu ambao hawakuguswa na ugonjwa wa dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu tuliona ya kwamba watu walikuwa mateka wa dhambi. Tulimuona mtume akilia, Warumi 7, akiuliza ni nani ataniokoa na mwili huu wa dhambi, kwa sababu katika viungo vyake kulikuwa kuna ile sheria ya dhambi. Kisha akafika mahali akasema, maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sheria kuna mambo haingelifanya, haingeliweza, hata kama ingetamani kuyafanya haingeliwezekana, kwa sababu ya uweza wa dhambi uliowatawala watu. Warumi 8:3. Warumi 8:3 nasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanae mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Mambo mawili hapo. Kwa sababu yasiyowezekana kwa sheria. Hiyo inamaanisha kuna mambo hayangeliwezekana kabisa kupitia kwa sheria. Kwa nini? Sheria ilifanyika kuwa dhaifu kwa ajili ya asili ya watu ya kimwili. Sheria ni nzuri, ni ya haki, ni takatifu, ni ya Mungu, lakini waliopewa sheria hiyo walitawaliwa na dhambi na mwili. Kwa hivyo sheria ikawa dhaifu. Ni kama vile tulisema, ukipata mtu akitetemeka malaria kwa jua, huwezi kumcommand wacha kutetemeka. Hiyo ni sheria, lakini sheria hiyo yule mtu hawezi kuitii, kwa sababu kinachosababisha atetemeke ni uweza ambao unamfinyilia katika mwili wake. Kwa hivyo sheria ikakosa nguvu, lakini Mungu
alipomtuma mwana wake ateseke kwa sababu ya dhambi, alihukumu dhambi ndani ya mwili, akaiadhibu dhambi ndani ya mwili. Hasira ya Mungu juu ya dhambi ikatosheleka ndani ya mwili wa mwanae, ambao aliweka dhambi ya kila mmoja wetu. Dhambi ndani ya mwili ilihukumiwa katika Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amehukumu dhambi ndani ya mwili ili mwenye dhambi aokolewe. Ili mwenye dhambi aokolewe, Mungu ameihukumu dhambi ndani ya mwili. God has condemned sin in the flesh. Kupitia kwa kumtuma mwana wake akiwa na mwili kama wetu. Hiyo ndio njia ambayo Mungu amehukumu dhambi katika mwili. Tulisoma Jumapili Bwana Yesu akisema sadaka hazikukupendeza za kuteketezwa, lakini mwili ulinitengenezea. Ni katika huo mwili ambao Mungu alimtengenezea mwanawe ambako dhambi imehukumiwa katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunatakaswa baada ya nguvu za dhambi kushindwa, madhara ya dhambi, tunatakaswa na Mungu kwa njia ya Roho wake. Amen. Bwana asifiwe. Tumesema mtu anaweza kutangazwa amepona ugonjwa wowote ule, lakini kunachukua kile kipindi watu wanasema cha recuperation. Naitwa nini? Recuperation. Yaani amepona lakini bado hana nguvu. Bwana asifiwe sana. Anabidi alishwe vizuri, anabidi hata wakati mwingine wazee wanapeleka kondoo na nini na mayai na whatever na majuice na nini. Mtu amepona ndio, lakini anahitaji kushughulikiwa. Mungu anatushughulikia. Baada ya kutuponya ugonjwa wa dhambi, Mungu anatujenga ili tuwe na kimo ambacho angetaka tuwe nacho. Dalili zote za dhambi ziweze kushindwa kwa sababu ya utakaso anaotufanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika kutakaswa huko tunaweza kutii. Ni katika kutakaswa tunaweza kutii. Kwa sababu madhara ya dhambi ni uadui na Mungu. Sivyo? Haitaki kutii. Dhambi haitaki kutii Mungu. Lakini dhambi inapoondolewa tunapata uwezo wa kutii. Petero wa kwanza 1:2. 1 Peter 1:2. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii. Tunatii kwa sababu tumetakaswa. Bwana asifiwe. Tunatii kwa sababu tunatakaswa. Hatutakaswi kwa sababu tulitii. That is the difference. Tunatii kwa sababu tumetakaswa. Hatutakaswi kwa sababu tulitii. Tunatii, kutii kwetu ni matokeo ya kutakaswa. Na katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 6 mstari wa 9 hadi ule wa 11 inaongea kuhusu jambo ambalo tumeliongelea hapa sana. Inasema hamjui kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu. Msidanganyike, masherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Hayo ni makosa ambayo yote yatawazuia watu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kisha anawaambia, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tulisema siku moja hapa, mchungaji akisimama kuanza kusoma hiyo orodha,
aseme ukisikia wewe vile ulikuwa unatoka nje, watu wote watatoka na hata yeye mwenyewe atatoka. Hakutabaki mtu kanisani. Akisema mwizi, kama ulikuwa mwizi unatoka. Kama ulikuwa mrogi unatoka. Kama ulikuwa mwabudu sanamu unatoka. Watatoka wote. Kama ulikuwa mlevi unatoka. Watatoka wote mpaka yeye mwenyewe atatoka. Kwa sababu kila mmoja wetu alikuwa na dosari ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ilikuwa asili yetu katika Adamu. Huo ndio ulikuwa urithi wetu katika Adamu. Hivyo ndivyo dhambi ilitufanya tuwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezo wa dhambi ulisababisha tuwe hivyo. Mpaka pale anasema mstari wa 11, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hiyo, lakini mlioshwa. Lakini mlioshwa. Bwana asifiwe sana. Lakini mlitakaswa. Kile kilisababisha niwache kuwa mlevi ni kwa sababu nilioshwa. Ni kwa sababu nilitakaswa. Kile kilisababisha uache kuwa mwizi ni kwa sababu ulioshwa, ulitakaswa. Kile ambacho kilisababisha uwe huru na mambo hayo ni kazi uliofanyiwa na mkono wa Mungu wa mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kujidai, hauwezi kujivuna, kwa sababu ni kazi ya neema ambayo Mungu alikufanyia ili kuweka huru na uweza wa dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hii ni katika Mungu kuishinda dhambi. Amesamehe makosa, kisha ameingia ndani yetu kuondoa madhara ya dhambi. Bwana asifiwe. Ili uwezo wa dhambi ushindwe na madhara ya dhambi yashindwe, ili Mungu ainyamazishe dhambi hata milele yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu na katika roho wa Mungu wetu. Amen. God has moved in Christ to take away sin once and for all times. Bwana asifiwe sana. Wafilipi 2 mstari wa 13. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu katika kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake njema. Katika utakaso huu Mungu anaingia ndani yetu, anafanya kazi ndani yetu. And when we speak about the righteousness of works, some do not understand us. But what we are saying basically is that we have stopped, we have ceased from working for our righteousness. Why have we ceased from working for our righteousness? Because now it is God who is at work in us. Ni Mungu mwenyewe anafanya kazi ndani yetu, anasababisha tutake na tufanye yale yaliyo mapenzi yake. Sisi tumeacha kufanya kazi kwa sababu tumemwachia Mungu kazi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema Waefeso 2:8, not of works. And by the works of the law shall no flesh stand justified before God. The reason we have stopped working ni baada ya kurealize ya kwamba sisi kufanya hakuwezi kutupatia haki mbele za Mungu. Tumemwatia sasa Mungu mwenyewe afanye kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So tumetakaswa. Mungu ameendelea kuishinda dhambi na uweza wa dhambi kwa vile ametuzaa mara ya pili. Mungu mwenyewe ametuzaa. Tumesema Mungu ameadhibu dhambi
Mungu ameamua kutuhesabia dhambi, na Mungu ametutakasa kutoka na madhara ya dhambi. Neno linasema Mungu ametuzaa yeye mwenyewe. Kwa nini Mungu ametuzaa yeye mwenyewe? Na haya tumeyahubiri muda mrefu hapa kanisani, I don't want to dwell there. Neno linasema waraka wa Yohana wa kwanza sura yake ya 5 ya kwamba chochote kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. Chochote kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. Kwa hivyo katika kutuzaa tena, Mungu anatupatia ushindi dhidi ya dhambi na nguvu na mamlaka yote ya giza. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. Hiyo inamaanisha kisichozaliwa na Mungu hakiwezi kushinda ulimwengu. I don't want to dwell on that. Hayo ni mambo tumeyaongea sana. Na Yohana anasema pia katika Yohana hiyo ya kwanza sura ya 3 mstari wa 9 ya kwamba aliyezaliwa na Mungu hawezi kuendelea katika dhambi. Bwana asifiwe. Nataka uconnect ushindi dhidi ya dhambi moja kwa moja na kule kuzaliwa na Mungu. Kile kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu, na aliyezaliwa na Mungu hawezi kuendelea katika dhambi. Anasema Yohana, kwa sababu mbegu ya Mungu inabaki ndani yake. He who is born of God cannot continue in sin. Why? Because the seed of God remains in him. Hata wakati amefanya dhambi, mbegu ya Mungu inakuwa ndani yake. Hebu niwaulize swali. Mwana mpotevu alipokuwa kwao kabla ya kuondoka, alikuwa mwana wa nani? Baba yake. Alikuwa mwana wa baba yake. Asifiwe. Na alipokuwa akitamani kula chakula cha nguruwe, alikuwa mwana wa nani? Baba yake. Pia. Ndio. The prodigal son was not more of his father's son wakati alikuwa kwao kuliko wakati alikuwa kwa nguruwe. Alikuwa bado ni mwana wa baba yake, lakini uhusiano ulikuwa umepotea kwa sababu yeye alikuwa mwenyewe amejiondoa kwa baba. Hakufukuzwa, ni yeye mwenyewe alidanganyika na uongo wa ulimwengu akatoka. Bwana asifiwe. Lakini wakati dunia ilimgeuka pale katika chumba cha nguruwe, ile mbegu ya baba yake ambayo ilikuwa ndani yake ikainuka, akasema nitaenda kwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda kwa baba yangu, kwa sababu alikuwa amezaliwa na baba yake. Yohana anasema yeyote ambaye amezaliwa na Mungu hawezi kutumbukia akapotelea katika dhambi, kwa sababu mbegu ya Mungu inakaa ndani yake, na kwa sababu hiyo hawezi kutumbukia katika dhambi milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutuzaa mara ya pili, Mungu anatupatia ushindi dhidi ya dhambi. Na tulisema hapa Jumapili, tunapozaliwa mara ya pili, tunazaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Amen. Haiwezi kuharibiwa na chochote. Haiwezi kuharibiwa na chochote. Bwana ametuambia asubuhi, Bwana Yesu alisema katika huu mwamba nitalijenga kanisa langu, na hata milango ya kuzimu haitalizuia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu ameishinda dhambi. Kwa njia all these things we are saying, mambo yote tunayasema, tunaonyesha vile Mungu ameipiga vita dhambi kiwango cha kuiondoa dhambi milele.
ni kazi ya kushinda dhambi ambayo ni Mungu mwenyewe ameifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ametuzaa ili tushinde dhambi. Na tunajua ya kwamba mambo hayo yametendeka. Na ameishinda dhambi kwa kutoegemeza urithi wetu kwake juu ya Torati. Urithi wetu ndani ya Mungu hauko ndani ya Torati. Urithi wetu ndani ya Mungu hauko ndani ya Torati. Haujajengwa juu ya misingi ya Torati. Umejengwa katika misingi ya neema ya Mungu. Warumi 6:14. Saa zetu zishaisha tayari. We are on extra time. Lakini sitaki tubakishe hii. Warumi 6:14. Kwa maana dhambi haitawatawala nyinyi. Kwa maana dhambi haitafanya nini? Dhambi haitafanya nini? Haitawatawala. Sisi tulisema dhambi ilitawala. Tulisoma kwenye kitabu cha Warumi 5 dhambi ilitawala. Tulisoma Warumi 6 hiyo ya kwamba dhambi ni bwana asikae watu mateka. Hapa tunaambiwa kwa maana dhambi haitawatawala nyinyi. Tuko pamoja? Yule akona Biblia nataka anitangulie hapo mbele inasema nini? Kwa maana dhambi haitawatawala nyinyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Kile kinasababisha dhambi isitutawale sisi ni kwa sababu hatumo chini ya sheria, tuko chini ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Kile kinasababisha dhambi isitawale ni kwa sababu hatui chini ya sheria, tuko chini ya neema. Kile kilisababisha Mungu aondoe watu wake kutoka kwa sheria awaweke chini ya neema ni ili hata katika dhambi na makosa yao aweze kuwashughulikia kwa misingi ya neema, sio kwa misingi ya sheria na Torati. Bwana Yesu asifiwe sana. So narukaruka Mungu pia katika kuishinda dhambi ameamua kutuhesabia haki bure. Mungu katika kuishinda dhambi ameamua kutuhesabia haki bure. Warumi 4:11. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla ya hajatahiriwa, apate kwa baba yao wote waaminio, apate kuwa baba ya wote waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. Tunahesabiwa haki vile Ibrahimu alihesabiwa haki wakati hakukuwa na sheria na Torati. Warumi 4:22-24. Kwa hivyo ilihesabiwa haki kwake, walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa hivyo sisi tumwaminie yeye aliyemfufua Yesu Kristo Bwana kutoka kwa wafu. Tunahesabiwa haki bure. Warumi 10:10. Kwa moyo mtu anaamini hata kupata haki. Warumi 3:24. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema ya Mungu kupitia kwa ukombozi ulio katika Kristo Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua hizo ni za kuishinda dhambi. Mungu ameamua kutuhesabia haki bure
ili dhambi inyamazishwe milele. Hizo ni hatua ambazo Mungu amezichukua kuishinda dhambi. Jambo lingine, kama unaandika uandike, tuko karibu kumaliza, ni kwamba Mungu amemteua Kristo kuwa kuhani mkuu wetu. Mungu amemteua Kristo kuwa kuhani mkuu wetu. Kazi ya kuhani mkuu ni gani? Waebrania 5 mstari wa 1. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusio Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Bwana asifiwe. Kuhani mkuu kazi yake ni kusimama mbele ya Mungu kwa ajili ya watu, atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Na Mungu amemfanya Kristo kuwa kuhani mkuu wetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pengine inasema yeye ni kuhani mkuu katika nyumba ya Mungu, kushughulikia dhambi za watu wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kushughulikia dhambi za watu wa Mungu. Yeye ni kuhani mkuu. Kazi ya kuhani mkuu tumesema Waebrania 5 ni kusimama mbele za Mungu kwa niaba ya watu, akitoa sadaka na dhabihu kwa sababu ya dhambi. Yeye ametoa sadaka na dhabihu kwa vile amewekelea damu yake mwenyewe katika madhabahu ya mbinguni, kushughulikia dhambi yetu hata milele ijayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amemweka kuwa kuhani mkuu kwa sababu Mungu alijua hata baada ya kuamini watu watajipata katika matendo ya dhambi kutokana na upungufu na madhara ya dhambi ilipotawala. Akaweka kuhani mkuu wa kushughulikia dhambi ya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 10 mstari wa 11 na 12. Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu Kristo alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Alitoa dhabihu moja ya dhambi itakayodumu hata milele. Amekuwa kuhani wetu mbele za Mungu kwa ajili ya dhambi. Amen. Kumalizia ni kwamba na tumewahi kusema hapa ya kwamba Kristo ameteuliwa na Mungu kuwa wakili wetu. Amen. Kuwa wakili wetu mbele za Mungu. Yeye ndiye mtetezi wetu mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe. Amen. Wala kweli haimo ndani yetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tumfanya yeye kuwa ni muongo, wala neno lake halimo ndani yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya dhambi ambazo zinaweza patikana miongoni mwa watu wa Mungu, Mungu ameweka Kristo kuwa kuhani mkuu na kuwa wakili na mtetezi wa watu wa nyumba ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yohana 1. Yohana wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa kwanza na wa 2. Inasema, watoto wadogo ninawaandikia mambo haya ili msitende dhambi. 1 John 2:1 and 2. Little children, I write these things to you so that you do not sin. Bwana asifiwe. Nawaandikia mambo haya ili msitende dhambi. Lakini mtu akitenda dhambi,
Hiyo ni kusema mtu akifanya kitu kinyume na mapenzi ya Mungu, anasema tunayo wakili mbele za Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Nawaandikia msitende dhambi. Hatupaswi kutenda dhambi kama waumini, lakini katika udhaifu wa watu tukitenda dhambi, tunaye wakili na kuhani mkuu mbele ya Mungu, ili hiyo dhambi isitutenganishe na Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe na twamfanya yeye ni muongo, lakini tukikiri dhambi zetu, tunaye kuhani, tunaye wakili mbele za Mungu wa kuhakikisha hiyo dhambi inaondolewa. Amen. Ili isiharibu uhusiano wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amekuwa wakili wetu, aonekane mbele za Mungu kwa niaba yetu. Na hili nimewahi kulielezea hapa, sitaki, I don't have to dwell very much on it. Brother Kintu, katika mahakama utakuta mtu hata yeye mwenyewe labda hayuko kule mahakamani, lakini wakili wake anasimama mbele ya hakimu, anajiintroduce mbele ya hakimu, anasema mimi ni so and so, na nimesimama hapa kwa niaba ya mteja wangu fulani wa fulani. I'm appearing before you on behalf of my client so and so. Bwana Yesu asifiwe. So tunaambiwa Waebrania 8 mstari wa 28 that the Lord Jesus has entered into the throne of God to appear before God on our behalf. When he stands before God, appearing before God, he is not appearing on his own behalf, he is appearing for us. Amen. Amen. So kama angejiintroduce, kwa Mungu angesema, my Lord, my name is Jesus Christ, and I'm appearing before you for my brethren, whom I have purchased with my own blood. Bwana Yesu asifiwe. God has put everything in place to make sure that sin shall never stand again between God and the redeemed. Bwana asifiwe. By the doing of God, sin has been taken away. It will never stand again between God and the redeemed. And that is not a license for the people of God to live in sin. Bwana asifiwe sana. Because the same grace that saves us is the same grace that sanctifies us. And it is the same grace that glorifies us to the glory of God, where we are able to rise even in victory against all the symptoms of sin, because God has sanctified us. Bwana asifiwe. Hatutaweza kurudia, lakini najua wale wameandika hatua ambazo zote hizo tumezitaja, Mungu amezifanya kwa neema yake ili kuishinda dhambi. Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilikuwa ni sikukuu ya kuondoa dhambi, na katika kuitimiza, Bwana Yesu kwa sadaka moja ya milele ameishinda dhambi milele na milele yote. Bwana awabariki sana. Neema ya Mungu iwe kuu juu ya maisha yenu. Tuendelee kusherehekea ushindi wa Bwana dhidi ya dhambi milele yote. May God bless you. Karibu sana mchungaji. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imeingia